Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia mafundisho haya. Leo tuna topic inasema usikubali mafundisho ya aina hizi 4 kutoka kwa watumishi kuhusu ndoto, maono au nabii wa kweli kwenye maisha yako. Kusoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza anakuambia usiamini kila roho, bali zijaribuni roho uone kama zinatoka kwa Mungu, maana manabii wa uongo wengi wameongezeka. Kwa hiyo basi, kwa sababu hiyo wengi wanapotosha, wengi wanaongoza watu katika udanganyifu ili wasisikilize sauti ya Mungu, ili wasifichue siri zao wanazozifanya kwa siri kwenye huduma zao na kwenye maisha yao, kitu ambacho kimewafanya watu wengi wazidi kufungwa na ibilisi na kuwekwa mateka chini ya mafundisho ya uongo. Sasa usikubali mafundisho haya ni ya uongo yatakayozidi kukunyima nguvu ya kiroho na kukutenga na Mungu. Kumbuka Mungu anazungumza na sisi mara ya kwanza, ya pili, japokuwa mtu hajari katika ndoto na maono. Soma kile kitabu cha Ayubu 33:14 mpaka 16. Lakini pia soma Habakuk 2 mpaka 3. Soma Hesabu 12 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8. Sasa fundisho la kwanza unalotakiwa kuepuka kama ni mtumishi anakufundisha ni kwamba anapokufundisha kwamba kuna ndoto au maono ya shetani. Hapana. Ndoto zote zinatoka kwa Mungu, platform ni ya Mungu na Mungu ndo anayezungumza kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anapozungumza huenda anaweza kufunua agenda za shetani. Kwa sababu shetani anaweza akawa anataka kukuua, alafu ajidhihirishe. Hawezi, kwa sababu shetani ukisoma Yohana 10:10 shetani anakuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Sasa uwezi ukasema ni ndoto ya shetani alafu muone mtumishi anataka kuzini eti ni ndoto ya shetani. Si ndoto ya shetani, ndoto ni ya Mungu, ila anamfunua shetani, anamfunua adui. Wengine wanakuambia umemwona nyoka anataka kuua, hiyo ni ndoto ya shetani. Si ndoto ya shetani, ndoto ni ya Mungu, ila anamfunua kwamba kuna mtu yupo karibu yako anataka kuua. Sasa watumishi wanaweza kudanganya ili wakionekana kwenye ulimwengu wa roho wanafanya vitendo vichafu ili uhisi ni maono ya shetani au ni ndoto ya shetani, upuuze. Na wakati Mungu anamfunua yule adui, kwa sababu adui anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, adui anaweza kuwa ni ndugu yako wa damu, adui anaweza kuwa ni rafiki yako, adui anaweza kuwa ni jirani yako. Maandiko yanasema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Mtu wa nyumbani ni mtu wa karibu yako. Soma Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 34 mpaka 40. Soma Luka sura ya 12 mstari wa 49 mpaka 53. Mungu anafunua. Tunaona waliotaka kumwangamiza Daniel ni ndugu zake kabisa, wale waliokuwa wanafanya naye kazi, maliwali wenzake. Aliyetaka kumwangamiza Yusufu ni nani? Ni ndugu zake. Aliyemwangamiza Abili nani? Ni ndugu yake Kaini. Aliyetaka kumuua Yakobo ni nani? Ni ndugu yake Esau. Aliyemtengenezea skendo hadi aje kuuawa Samson nani? Ni mke wake Delila. Lakini tuangalie vita iliyokuwepo kati ya Lea na Rahel. Tuangalie vita kati ya Penina na mke mwenzake wa Zekaria. Mambo mengi. Leo kuna vita ipo inaendelea. Angalia vita kati ya Sauli na Daudi. Ni kama vita kati ya mtumishi na mwenzako na wewe. Kwa hiyo kuna watu leo upo kwenye madhabahu fulani, lakini Mungu amekuonya, lakini hauchukui hatua. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwamba upo sehemu unaona mavi madhabahuni, unaona damu madhabahuni, unaona vitu vya ajabu, unaona unaibiwa, unapigwa sindano, unatapeliwa, unachukuliwa nyayo, lakini unahisi ni uongo, na mafundisho ya pale unakuta yanakudanganya kwamba huo ni uongo na ni udanganyifu. Acha kupumbazika. Roho Mtakatifu ni wa kweli, ndiye anayesema na wewe. Kumbuka maandiko yanasemaje? Yohana wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 20 mpaka 28 anakuambiaje? Mafuta aliyokupaka wewe yanatosha na hakuna haja ya kukufundisha kama yanavyokufundisha. Na maana Roho Mtakatifu kama anavyokufundisha, kaa ndani yake, maana anakufunulia siri ili siku akidhihirika mwana wa Adamu uwe na muhuri wa Roho Mtakatifu, usije ukachanganyikiwa na idadi za watu na miujiza na ishara na maajabu.
Maana hayo yote yanawapumbaza watu, wanahisi labda madhabahu ya fulani ya kweli, kumbe ni udanganyifu. Maandiko yanasema siku ya mwisho watu watasema, niliye kwa jina lako, nitoa pepo kwa jina lako, nifanya miujiza, toa unabii kwa jina lako. Lakini Mungu atasema, Yesu atasema, ondoka kwangu nyewe watenda waovu, maana sikuwajua wala sikuwatambua. Lakini pia kumbuka kitu kimoja, maandiko yanasema manabii wa uongo wameongezeka. Kwa hiyo tuwe makini, tuwe tayari kumuuliza Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema utawatambua kwa matunda yao. Anza kufuatilia mfumo wa maisha yao. Lakini pia uliza rohoni, Mungu akufunulie zaidi. Kwa sababu ukiwa unaabudu kwenye madhabahu ambayo si ya Mungu, ina maana haumtukuzi Mungu wa kweli. Unamwabudu shetani, unaliabudu joka, unaabudu mnyama, kitu ambacho mwisho wa mwisho kitakupeleka jehanamu ya moto. Kumbuka wana wa Israeli walipoenda kuabudu kwa Balaki, walienda kutoa sadaka, walienda kuzini na kula vyakula. Watu zaidi ya 23,000 walikuja kuangamia. Ni sawa na kizazi hichi. Wengi wapo kwenye madhabahu za shetani, masinagogi ya shetani, wanahisi wapo kwa Mungu wa kweli, kitu ambacho kitawakosti siku ya mwisho. Rafiki yangu, sadaka unayoitoa, maombi unayotoa, mfungo unaofanya, chochote ukifanyacho cha kiroho, kama umejiunganisha na madhabahu za kishetani, wewe unamwabudu shetani, Mungu hakusikilizi. Hayo kwa upande wako. Stuka leo. Maandiko yanasema hata wale wa kweli watadanganyika siku za mwisho. Lakini mafundisho ya pili ya kuwa makini nayo kuhusu ndoto na maono ni pale mtumishi anapokuambia kwamba ndoto, kuna ndoto za mtu binafsi. Hakuna ndoto ya mtu binafsi. Ndoto zote zinatolewa na Mungu na zinatoka kwa Mungu. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe ametuonya na ametuelekeza kwenye kitabu cha Ayubu 33:14 mpaka 16. Lakini ametuonya pia kwenye kitabu hicho cha Ayubu, amejaribu kutuelekeza, anatuambia, anatuelekeza, anatufafanulia kwamba hata huyo Roho Mtakatifu ndo anayeweza kukutisha kwenye ndoto na maono. Roho Mtakatifu anaweza kukutisha ili ufate maagizo fulani ya kimungu. Soma Ayubu 7:14 mpaka 16. Kwa hiyo unaweza kuona ni kama jinamizi linakuvamia, lakini Roho Mtakatifu anakuonya kitu kwamba kuna hatari, amka uombe. Kuna hatari, fanya kitu fulani. Sasa wengi tunapoona haya majinamizi yanatukaba, tunaweza kuhisi labda ni shetani. Muda mwingine Roho Mtakatifu mwenyewe anajigeuza ili atume roho fulani itakao kuamsha ili uombe, ili uache kitendo fulani, uache tabia fulani. Mimi ni mara nyingi sana unakuta Roho Mtakatifu, kwa sababu umefanya kitendo kibaya au kinaendelea kwenye maisha yako au kuna hatari, Roho Mtakatifu hatoacha ulale. Kwa hiyo kuna namna atafanya ili kusudi uamke uombe. Utaona unapata shambulizi fulani, aidha ulikuwa unafuatilia maombi au kitu fulani, kwa Mungu anayataka uamke uombe ili uweze kupingana na kile ambacho kinaharibu maisha yako. Kwa hiyo usipojua, unaweza kukuta unasikiliza mafundisho ya danganyayo na mwisho unazidi kumpoteza Roho Mtakatifu na kuacha kumsikiliza Roho Mtakatifu. Unamsikiliza mtumishi anayekudanganya ila kupoteza. Lakini ndoto ya tatu ni ndoto, au kitu cha tatu ni pale mtumishi anapokuambia ndoto na maono vinapoteza. Amini vitakupoteza ukiviamini au ukivitegemea. Ndugu, nani asiyetaka kuongozwa na sauti ya Mungu? Kumbuka wanadamu wengi hapa duniani tunatafuta namna ya kuongea na Mungu, lakini hatujui. Ndoto na maono ni sauti ya mwanadamu, ya Mungu kwa mwanadamu. Na sauti hiyo asilimia karibu 99 Mungu anaongea nao, wanaoamini na wasioamini, kwa sababu kila mwanadamu na kila roho ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu anazungumza na roho za wanadamu. Kwa hiyo usije ukapuuza. Wengi wanakimbilia unabii. Hata nabii anayekutabiria kuna maono anaona au kuna ndoto ameota. Yale mafundisho unayoyaona anakufundisha, Mungu alinizungumza na mimi hiki, na yeye aliona ndoto au aliona maono au aliona ishara. Kwa hiyo usipuuze sauti ya Mungu, usidanganyike rafiki yangu. Lakini mwisho ni pale adui ambaye ni mtumishi adui anapokudanganya kwamba unabii, ndoto na maono hayalingani na neno, au kwamba neno ni bora kuliko hayo yote. Huo pia bado ni udanganyifu. Neno ni la muhimu, lakini jiulize. Kumbuka neno lipo kwenye Biblia, lipo kwa wingi, lakini pia lipo kwa jumla ya watu wote. Ni mpaka ulisome neno, ni mpaka uliamini neno, ni mpaka ubadilishwe na neno, ndipo neno litakuletea matokeo, kwa sababu neno ni logos. Lakini ndoto na maono ni sauti ya moja kwa moja ya Mungu kwako, ambayo tunasema ni lema. Ile sauti na taarifa ile
sasa itakutofautisha. Ni kweli kuna mtu unaweza kuwa ni mtumishi, ni kweli unaweza kuwa unasoma neno, ni kweli unaweza kuwa unaomba, lakini Mungu akuletee ndoto uone unafanya machukizo, uone vita inataka kushambulia, uone kuna mabaya yanakupata hata kama bado unasoma neno. Kwa hiyo ndoto inakuja kukupa specific information. Ndoto au maono au ishara au sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu inakuja kukupa taarifa binafsi ya kwako, lakini Biblia inatoa taarifa za jumla kwa watu wote. Kwa hiyo sauti ile inayokuja kupitia ndoto, maono, ile ni lema ambayo sasa inakuja direct kwako. Kuna watu leo wamesoma Biblia sana tu, wamerudia mara nyingi, lakini kwenye ulimwengu wa roho, ndotoni, wanaona wanashindwa. Jamani, huenda kuna vitu Mungu anataka urekebishe. Kwa hiyo kupitia neno tu halitoshi, bali lazima uangalie ndoto. Nimesoma neno sawa, lakini kwenye ulimwengu wa roho nina nguvu au sina nguvu? Ninashindwa au sishindwi? Kwa hiyo utajipima nguvu yako ya kiroho si tu kwa kusoma neno. Neno ni la muhimu, lakini pia utafuatilia. Nimesoma neno sawa, nimeomba sawa, sasa nione majibu yake. Mungu anasema nini? Je, ndoto anasemaje? Nashindwa na maadui au nawashinda? Nafanikiwa au sifanikiwi? Nafika mbali au sifiki mbali? Maadui wananishinda au hawanishindi? Je, Mungu anasema nini kupitia ndoto? Kusoma Ayubu 33:14-16 anakuambia Mungu anasema na sisi kwenye ndoto na maono, lakini kwa ajili ya kutupa mafundisho yetu. Na yale mafundisho yanaweza kuja kwa ajili ya kukuonya, kukubariki, kukuongoza, kukuelekeza, kupunguza tatizo, kuzuia tatizo au kutatua tatizo, au kukufunulia uozo ambao upo kwa mtumishi fulani, kanisa fulani, kiongozi fulani, au muda mwingine bosi wako au ndugu yako au rafiki yako au mwenzi wako au mtoto wako. Lakini pia kutoa maisha yako kutoka kwenye kusudi lisilofaa kukupeleka kwenye kusudi la Mungu. Ukiendelea pale kwenye Ayubu 10:33-14-30 utagundua mambo mengi sana Mungu anasema na wewe. Usipuuze sauti ya Mungu rafiki yangu. Mtu asikudanganye. Ndoto na maono ni sawa na unabii. Hata manabii wanasikiza ndoto, wanaangalia ndoto, muda mwingine wanaona maono, wanafuata ishara za mwili, ishara mbalimbali za mazingira na vitu kama hivyo. Kwa Mungu anapoona anakutumia kwenye hivyo Roho Mtakatifu, usipuuze. Ni vitu vya muhimu, usidanganyike. Nawapenda. In Jesus name, shalom.